Habari ndugu zangu, natumaini mko salama sana. Ni mimi ndugu yenu Bakari Ali, mtaalamu wa masuala ya ushauri wa biashara, uwekezaji na maisha kwa jumla. Hii ujumbe waendee wasanii wote Tanzania, waigizaji, wachekeshaji na waimbaji pia. Kumekuwa na wimbi kubwa sana la wasanii wa Kitanzania kujisahau wakati wako kwenye hot cake. Na hii imesababishwa na kutokuwa na elimu kuhusu masuala ya fedha. Sio leo tu, way back tangu zamani sana, miaka 2000 kuja mpaka saa hizi tunaongelea wasanii ambao walikuwa kwenye hot, lakini leo hii hawapo kwenye game na wamekuwa vichekesho sana. Kitu ambacho unatakiwa kujua wewe msanii wa sasa wa 2025 2015, unapaswa kutambua kwamba hiyo nafasi yako uliyoko alikuwepo mtu mwingine alifanya vizuri zaidi yako, na atakuja mwingine kwenye nafasi yako atafanya vizuri kwenye wakati wake. Sasa kitu ambacho unatakiwa kujifunza ni ujifunze kwa waliopita nyuma yako katika hiyo nafasi waliokuwa walifanya nini. Kuna vitu vitatu watu wanajisahau. Kuna matumizi mabaya ya muda, wasanii wanajisahau. Kuna matumizi mabaya ya jina, alafu kuna matumizi mabaya ya nafasi. Yaani umekuwa mtu mkubwa, msanii unajulikana kila mahali, unashindwa kutumia hiyo opportunity, hiyo nafasi ulioipata kwa wakati ule, kwa jina lako, kujitengenezea kwa future yako. Wewe unakalia tu ni masuala ya starehe. Kitu ambacho nataka kujua ni kwamba mziki, kuigiza, kuchekesha hakuwezi kukufanya wewe kuwa tajiri, hakuwezi kufanya wewe kuwa mtu wa mafanikio. Usanii unakupa pesa kwa njia tatu. Njia ya kwanza ni shows. Wasanii wote wanaopata shows ndio njia direct ambayo wewe inakufanya wewe upate pesa. Njia ya pili ni kupitia views, kutazamwa kwenye easy platform zote, kwenye YouTube kama ni Boomplay ama Audiomack na mitandao yote mingine, ama upate endorsement. Yani makampuni iwekeze kwako, wewe uwe kama ambassador wa kutangaza bidhaa ama biashara wanayofanya wao. Sasa tukija kwenye endorsement, Tanzania saizi imekumbwa na tatizo la endorsement kwa wasanii wakubwa. Yaani ukichukua top 10 list ya wasanii Tanzania, wale wasanii wakubwa wa kuimba, wasanii 10, ukachukua wasanii 10 wa kuigiza, wasanii 10 wa kuchekesha, utakuta kujiona either ni msanii mmoja wa kuimba ama wawili, ama mmoja wa kuchekesha ama wawili, ama mmoja wa kuigiza ndo ana endorsement, wengine hawana endorsement. Kwa nini wanakosa endorsement wasanii wa sasa? Ni kwa sababu makampuni haya ambayo yanafanya biashara zao wamepata upcoming TikToker content creators are very cheap with higher demand. Yani makampuni wengi wanaanza kutumia hawa TikTokers kwa sababu wao wako na tension kubwa kwenye mitandao ya kijamii, alafu wanalipwa pesa kidogo. Ndio maana unaona wasanii wa sasa wamekosa endorsement kabisa. So wao wanapata pesa kwenye shows, wanapata pesa kwenye views. Hizi ndio njia mbili peke yake za wasanii saizi wanakusanya mapato. Na kitu ambacho lazima ujifunze na ukubali kubadilika, lazima ukubali kwamba hautokuwa on top in all time. Hautokuwa siku zote hapa ulipo saizi. Wewe msanii wa kuimba, wewe msanii wa kuigiza, wewe msanii wa kuchekesha, hautokuwa katika hii nafasi muda wote. As kama waliopita walikuwa kwenye nafasi zao, wamepitwa leo, na wewe pia wa leo, kesho watakuja wasanii wengine wa kuigiza, wa kuimba na wa kuchekesha ambao watafanya vizuri zaidi yako. Nini wewe kama msanii unapaswa kujifunza? Unapaswa kujifunza elimu ya fedha na uwekezaji pia. Elimu ya fedha katika matumizi na uwekezaji katika uongezeko la hicho kidogo ambacho unakipata, kwa sababu usanii hauwezi kukufanya wewe kuwa mtu wa maendeleo. Usanii unakujengea vitu vitatu ambavyo unapaswa kuvijua. Usanii wowote ule, wa kuimba, wa kuigiza, wa kuchekesha, unakutengenezea trust na taasisi za fedha. Yaani wewe ukiwa msanii
uhusiano wako, usanii wako unakutengenezea uhusiano wako baina ya wewe na hizi taasisi za fedha. La pili, inakujengea relationship, the good relationship with the government. Yaani ukiwa msanii unakuwa na mahusiano mazuri na serikali. Alafu jambo la tatu, usanii unakujengea jukwaa la watu wengi kukuamini na kukufuatilia. Sasa katika hivi vitu vitatu unapaswa kucheza navyo kwa wakati ambao wewe uko ndio hot cake. Otherwise itabaki story kama ilivyokuwa wasanii waliopita kabla yako wewe. Hili jangwa limekuwa kubwa kwa sababu wasanii mmekuwa mna fake life, alafu yakitokea matatizo mnaonesha the real face ya maisha yenu, kitu ambacho kinaanza kuvunja moyo wa Tanzania ambao mmeshawaaminisha kwamba usanii una pesa, usanii unakufanya kuwa tajiri, usanii unakufanya wewe kuishi maisha tofauti na maisha ya watu wengine. Linapokuja tatizo linahitaji fedha, unarudi kwao tena kwa watu ambao wewe ulikuwa unaonesha ushaukata, ushauchinja, kumbe maskini ya Mungu ni maisha ya maigizo. Mimi nakupa history. Kati ya miaka 2000 ama 2002 na 3 na 4 kuna kipindi kimoja ambacho kwa kinaongozwa na dada Salama kwenda kwa wasanii kuwahoji kwao, hapana ofisini. Alikuwa anafuata wasanii kwao nyumbani. Pale ndipo nilipogundua kwamba okay, kumbe wasanii wanaishi maisha ya kuigiza. Ni wasanii wachache sana ambao walikuwa akienda kwake ukiona zile clips unajua kweli huyu jamaa kidogo amejipata. Ila asilimia kubwa ya wasanii wengi walikuwa ni tofauti na uhalisia maisha ya usanii. So kuanzia pale nikajifunza, nikajua okay, kumbe hawa wasanii wana maisha ya aina mbili. Wana hii real life yao, alafu kuna hii public life ambayo wao sasa ndo wanaishi kama wasanii, lakini huku chini wana maisha yao. Nini ambacho unatakiwa kuchukua ni kwamba wewe msanii wa sasa usifikirie miaka 10 ama 15 ijayo utakuwa kama jinsi ulivyo. Haitokuwa hivyo. Lazima usome na nyakati, itakusaidia sana. Otherwise utakuwa kituko kama vituko vya wasanii wengine waliopita kabla yako.